Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu yaweza weka huru. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Hiyo damu ya Yesu iliyomwagika yaweza kukomboa. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Sema inaweza, inaweza. Hiyo damu yaweza, inaweza. Ni kweli yaweza, inaweza. Inaweza kukomboa, inaweza mambo yote katika jina la Yesu. Tuwezeshe Bwana wa rehema, tuwezeshe mfalme wa falme, tuwezeshe Baba yangu makarabo zeke ntaraba zaya matayando mzuri Baba yanda, tuwezeshe mfalme wa falme katika jina la Yesu. Ninaomba mfalme wa ajabu, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Yale Bwana rehema iliyoko mbele zetu tunaikabidhi mikononi mwako Bwana rehema, ili mfalme wa ajabu ukae katika mambo haya katika jina la Yesu. Kila dhabihu utakayo kutolea Bwana jioni mchana wa leo ikubarike mbele zako katika jina la Yesu. Tusitende mfalme wa ajabu yale ambaye ni inafurahisha mioyo zetu peke yetu, lakini Bwana mtakatifu tufanye ambaye Bwana unayokusudia kutufurahisha na inayokusudia kukuinua Bwana mtakatifu katika jina la Yesu. Asante Baba yangu, we love you, we praise you dear Father. Lord, in Jesus' name, we have a dedication service in few minutes to come. We have an altar and a connection, dear Lord. My Lord and my Redeemer, we pray for your presence in the midst of us. Katika jina la Yesu, let the presence of God and the presence of the Holy Spirit hover upon each one of us now. Katika jina la Yesu, asanti ni kwa sababu unaenda mfalme kuconnect sisi na Roho wako Mtakatifu katika jina la Yesu. Asanti kwa wema na fadhili zako, twakupenda, twakuabudu Bwana. Twasema ni asanti na ikufurahishe Bwana, na ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Shout amen. Tupigie Yesu makofi, tupigie hata wana praise makofi mazuri. Tunapoketi kwa dakika kidogo, theme yake God is on your side. Mungu yuko upande wako. Amen. God is on your side. Praise the name of the Lord. Gaye mwana wito. Na nikapa mwana wake. Hallelujah. Na kama Mungu wako upande wako, ujue ya kwamba usigairi kutenda mazuri. Katika Galatians chapter 6 verses 9. Galatians chapter 6 verses 9. Inasema namna gani? And let us not be weary. Let us not become weary in doing good.
For at the proper time, we reap a harvest if we don't give up. Tusikome kutenda mazuri. Kama Mungu yuko pande wetu, amen. Kama Mungu yuko pande wako, usichoke na kutenda mazuri. Hebu rudi verse 7 hapo nyuma kidogo, verse 7. Inasema namna gani? God, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Chochote ambayo unapanda, ukipanda kutenda mazuri, hallelujah, hayo lazima utavuna. So, kwa Kikuyu inasema gaida nyororagio. Amen. Usichoke na kutenda mazuri. Ni kwa sababu chochote ambayo unapanda, lazima utavuna. Hallelujah. Hebu, kuna neno lingine katika Hebrews chapter 6 verses 10. Hebrews chapter 6 verses 10. God is not unjust. Kwa Kiswahili inasema Mungu sio mdhalimu. Amen. He will not forget your work. Kwa hivyo pale ambayo tumesikia kwamba usichoke na kutenda mazuri. Kwa sababu Mungu sio nini? Kanisa, are you together? Usichoke kutenda mazuri kwa sababu Mungu sio mdhalimu. Hata sahau kazi ya mikono yako. Hata sahau kazi ambayo umetenda. He will not forget your work and the love you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Kama vile umesaidia watu ya Mungu. Na sio unasaidia unafika mwisho, unaendelea and continue to help them. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Mungu yuko pande wetu. Amen. Na kama Mungu yuko pande wako, ndiposa tumeambia kwamba chochote ambayo unapanda, ukipanda chuki, lazima utavuna. Na ujue kwamba mtu upanda mbegu moja, anavuna nini? Vitu mbegu mingi. When you plant a seed of maize, ama a seed ya viazi, sio viazi inatoka viazi mingi. So unapopanda uchuki, lazima utavuna chuki. Lakini unapofanya mazuri, hallelujah, Mungu, God is not unjust. He will not forget your work and the love that you have shown him as you have helped his people and continue to help them. Kwa hivyo usikome kutenda mazuri. Praise the name of the Lord. And that's why I have started in verses 9 nasema, and let us not be weary in doing well or in doing good, because for in a season we shall reap if we faint not. Ama kwa sababu kama hatutakoma, tutafanya nini? Tutavuna. Hallelujah. God has put dreams and desires in every heart of a person. Mungu ameweka ndoto na mawazo katika kila roho ya kila mmoja. Na yeye anapoweka hayo, Bwana asifiwe sana. I'm saying my theme is God is on your side. Amen. So remember, in all this, God is on your side. Hata kama unapitia katika changamoto, hata kama unapitia katika mambo mazito namna gani, God is on your side. And it is so good kufurahia kwamba kama Mungu yuko pande wako, wakati ambapo unapitia katika hali ngumu, wakati ambao unapitia katika mambo ambayo ni mazito. I'm not ignorant ya kwamba watu ya Mungu hupitia mambo mazito. Na nipoza Biblia inasema ya kwamba matabu ni mengi kwa mwenye haki. Many are the affliction to the righteous, but God removes them all. Kwa hivyo anapoziondoa, anaziondoa zinakaa kwamba hautakumbuka tena yale shida umepitia. Lakini anajua tabu ni mingi kwa mwenye haki. Hallelujah. But don't get weary in doing good. Praise the name of the Lord. So, Mungu ameweka ndoto. He has put dreams and desires in every heart of a person. Kila mmoja ukimuuliza, when we were children, wakati tulipokuwa watoto wadogo, tulikuwa tunauliza ya kwamba ungependa kuwa nani? You'd like to be like whom when you grow up? Amen. Mimi ningesema ya kwamba when I grow up, but because I already have grown up. But when I grow up, I would like to serve God more vigorously.
Amen. So tulikuwa tunaulizwa, hiyo ni ndoto ambayo ilikuwa ndani yetu. Hiyo ndoto isitoke ndani yako. Hallelujah. We all have goals we want to accomplish in situations. We believe we'll be turned around. Sometimes it seems to take long than we thought. The goals ambayo tuko nazo, na dreams ambayo tuko nazo, sometimes it takes long. Inachukua muda mrefu. Lakini kumbuka, hata Habakkuk alikuwako. Alitaka kuambia wana wa Israeli to give them an answer. In Habakkuk chapter 2 and verses 3. Akasema, akamwambia Mungu, naye akamwambia namna gani? For the vision is yet for an appointed time. For the revelation awaits an appointed time. It speaks to the end of the end and will not prove false. Hallelujah. Though it linger, hata kama inaweza kawia, Biblia inasema igoje tu, wait for it, it will certainly come and it will not delay. Wakati wa Mungu ukifika, hiyo ndio wakati wake wa kufanya hayo. Na hiyo ndio wakati wako unastahili. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Sometimes these don't work out the way we plan, and it is easy to lose heart. Saa zingine mambo haiendelei ama haiwork out vile ambavyo tunavyohitaji. Hata inafika pahali ambapo you want to give up. Lakini do not get weary. Amen. Usichoke kutenda mema. Praise the name of the Lord. Sometimes negative thoughts comes to us that say it's never going to change. Yaani mawazo ambayo ni kinyume yale ambayo unataka. Inakuja inakuletea na kwambia it never going to change. Haitabadilika. If we shall not be careful, we'll get discouraged. Tukiwa ambayo we are not careful, we get discouraged by what the negative mind tells us. Lakini don't give up. Praise the name of the Lord. And end up just settling where we are. Praise be the name of the Lord. So, if we shall not be careful, we will get discouraged. Ni vizuri kutembea na watu ambaye wanaye kumpa moyo. Amen. Ati hata kama unasikia kama uko chini sana, tembea na mtu ambaye anakupa moyo, anakutia moyo. Anakuambia hata kama unapitia hapo dada, hata kama unapitia katika hali hii ndugu, bado kuna mwelekeo. Pale mwishoe kuna matumaini. Praise the name of the Lord. Because one thing, God is on your side. Hallelujah. Don't give up. Just because this seems to be a hand. You are too close, or you are closer than you think. Unaweza give up wakati tumebakisha hatua moja. Unaweza give up wakati tu Mungu anatumana. Hallelujah. Na siku ya leo, kwa sababu ni siku ya kujiconnect na this altar, let me tell you, wewe mwenyewe na madhabahu ambayo unatumikia. Kwa sababu Mungu anapotaka kubariki. If you read in the book of Exodus 20 and verses 24, Biblia inasema unapojenga madhabahu ya mchanga, amen, make an altar of the earth for me and sanctifies on it your burnt offerings and fellowship offerings. Pahali ambapo unatorea dhabihu yako, umetoa sadaka ya kuteketeza, unapetoa your sheep and goats and your cattle. There, wherever he calls my name to be honored, hii kanisa Mungu cause his name to be honored. Amen. Na unapojishikamanisha naye, then the Bible says, I'll come to you and bless you. Atakuja hapo na kubariki. So akija akute pengine ulikuwa umetembea, amen, baraka utazikosa. And that's the reason we always say kwamba ni vizuri kujiconnect na wherever the altar that you serve. Did you get that on, brethren? Praise the name of the Lord. So, don't give up just because things seem to be hard. You are closer than you think.
You may have invested so much and you never know that. Just another few days of believing. Just another few months of believing, of doing the right thing. Another few weeks of doing the right thing. And a few months of staying in faith. Hallelujah. Ni siku chache tu za kuamini. Siku chache tu za kutenda the right thing. Na siku chache, mazi chache tu ya kuwa na imani. Praise the name of the Lord. Na tumesoma hiyo Hebrews 6 mstari wa 10. Ambayo inasema, for God is not unjust. He will not forget the work that you did. Kazi ambayo ulitenda. Unajua kuna watu wengine walitumiwa vibaya. Amen. Kuna wimbo inasemaga, wewe kwate, wewe kuhudhirwa una wewe kwate. Hata sijui kama ni ya kanisa. Mungu anisaidie. Bwana asifiwe sana. Lakini the truth is, wewe kwedo na wewe kwate. Unaweza kuwa ulitumiwa vibaya na pahali ambao ulikuwa zamani. Amen. When the children of Israel walipokuwa Misri, Biblia inasema kwamba walikuwa wakifanyishwa kazi ngumu. Ni ukweli? Si ni kutumiwa vibaya? Na wakati kulikuja Farao ambaye hakujua Joseph, ambaye hakujua kama kulikuwa na Joseph, akaanza kuwatesa. Na Biblia inasema walilia, wakaomboleza. Kuomboleza ni kusema ya kwamba walizika. Si ni ukweli? Amen. Kwa sababu walikuwa wanatumiwa vibaya. Na neno inasema ya kwamba Mungu akasikia kilio chao. Akasema, akaenda kwa Moses. Akamwambia, nimesikia kilio cha wana wa Israeli. Na nimekumbuka. Praise the name of the Lord. Agano, the covenant, ambaye I covenanted with their forefathers. Abraham, Isaac and Jacob. Akakumbuka. Praise the name of the Lord. So, there is God in heaven who is on our side. And when he is on our side, hatutatoka ulimwengu huu kama atatukirimia baraka zetu. Na kizazi chetu, kama hata ulitumiwa vibaya. Amen. Bwana asifiwe sana. Lazima Mungu atakurejesha. Lazima Mungu atakuonekania. Hallelujah. Na neno inasema katika hiyo Hebrews 6:10 ya kwamba hiyo kazi ambayo ulifanyia Mungu, he has not forgotten that the work that you did and the love na upendo ulioonyeshana for his name. Praise the name of the Lord. Na ile ambayo unaendelea kuonyeshana na kusaidia watu ya Mungu. So usikome kutenda mazuri, kwa sababu mwishowe kuna baraka. Hallelujah. Let me tell you, wakati wako ambayo ni watabu, kwa sababu neno usema ya kwamba katika Zaburi, I think 40 ama 41, can check where, pahali ambapo Daudi alisema kwamba wakati wake, kwa sababu alikumbuka mnyonge. Amen. Alikumbuka mnyonge, naye wakati wake wa shida, wa magonjwa, atamtoa katika kitanda cha nini? Is it Psalms 41? 40 verses 2-3. Praise the name of the Lord. So, kuna wakati wetu wa shida katika dunia hii. Si nimeanzisha na kwamba nikamwambia kwamba mengi ni tabu kwa mwenye haki. Amen. So Mungu anajua katika maisha hii ya dunia, many are the affliction to the righteous. So when David alipokuwa mgonjwa, the Bible says God lifted him out of the streamy pit, out of the mud, out of the mire. He set his feet on the rock and gave him a firm place to stand. Verses 3. No, it must be chapter 41. But it is good to learn that one. Amen.
Si hata wakati wa shida Mungu ulikaa kama umeingia katika shimo la uterezi. Amen. Unajua shimo ambayo ni uterezi ni kusema ya kwamba you are deep in that pit na hakuna pahali ya kushikilia utoke. Na Daudi anasema Mungu aliweka jiwe ili akanyage atoke. So hata wewe, kwa sababu Mungu ako pande wako, ataweka jiwe pahali huko katika ile shimo huko. Iwe ni shimo ya taabu, iwe ni shimo ya magonjwa, ili uweze kuruka juu. So the Lord will protect him and preserve his life. Will bless him in the land and not surrender him to the desires of his foes. Why? The Lord will sustain him on his sick bed and restore him from his bed of illness. Because of what? I said. I think verses 1 starts with. Let's start with verse 1. Yes. Verses 1 is the one I was talking about. Verses 1. Blessed is he who has regard for the weak. Amen. Kubarikiwa ni yule ambaye ana mzigo wa wanyonge. Kwa hivyo amebarikiwa. The Lord delivers him in times of trouble. So nilikuwa nataka kuonyesha kwamba hata kama you have regard the weak, hata kama ulikuwa na tena mazuri, Mungu atakutoa, atakukomboa wakati wako wa shida. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kila mmoja ambaye amepitia katika shida, either uko unapitia saa hizi, either uko unapitia wakati mwingine, remember God is on your side. Praise the name of the Lord. Kuna jamaa mmoja mfalme, na kuna wimbo iliimbo hapa na ikatajwa hayo mambo ya mfalme Hezekiah na mama Stella nafikiri. Amen. Mfalme huyu katika 2 Kings chapter number 20 verses 1 to 5. Wafalme wa pili chapter 20 verses 1 to 5. Nitamalizia na huyo niseme huyu mfalme aliitwa Hezekiah. Biblia inasema kuna wakati aligonjeka. Na alipogonjeka ikafika pahali akaita manabii Isaya. Alipoita nabii Isaya amwambie, pengine alimuita ili amuombee apone. Kwa sababu I don't believe ya kwamba unapokuwa katika tabu fulani you give up to death. Amen. Si lazima matumainio yako ni utoke katika ile tabu. So mfalme Hezekiah aliita nabii Isaya akamwambia, tafadhali kuja uniombee. Amen. Hallelujah. Biblia inasema in those days Hezekiah became ill and was at the point of death. Sa alikuwa anatazamia kufa. The prophet Isaiah son of Amoz went to him and said, this is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover. So you can imagine nabii mkubwa ambaye alitabiri mambo ya mwana Yesu Kristo kuja duniani. Si alitabiri. Mungu alimtii na alinena na yeye. Alimwambia ya kwamba sasa ujue Mungu anasema utakufa. Amen. Lakini Hezekiah alijua God is on his side. When you understand that God is on your side, it doesn't need a bridge ama somebody to make you cross down the other side. Inahitaji wewe mwenyewe. Hezekiah verse 3 inasema he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Aligeukia ukuta, akainua mikono zake juu, akaomba Mungu, akamwambia God, remember how I have walked before you faithfully and with the wholehearted devotion and have done what is good in your eye. And Hezekiah wept bitterly. Ni vizuri kukumbusha Mungu yale umetendea Bwana. Yale yote ambayo umefanya. It is sometimes good to remind God ya kwamba ulitenda haya. Na ndiposa tukaanzisha
Galatians 6 verses 9. Do not be weary of doing good. Amen. Usichoke na kutenda mazuri. Siku moja itafika utakumbusha Mungu yale ambaye umemtendea. Na yeye haitajalisha kuwe askofu mgani, kuwe overseer mgani, kuwe hata nabii mgani ambaye atakuletea negative reports. Lakini wewe unajua deep in your heart you know you did something good before God. And you know and you believe that God is on your side. You can imagine huyo msichana ambaye Wangeshi ameshuhudia hapa. Alijua kusikia ya kwamba magazeti imeandikwa, kuona ya kwamba hawezi toka gerezani, lakini aliamini Mungu. Alijua ya kwamba kuna watu pahali fulani miles and miles away ambao wanamuombea. Na tukakumbusha Mungu anaweza kuwa hajatenda mazuri, lakini wazazi wake walitenda mazuri. Because of the faith of the mother, remember mercy. Hezekia aliinua mikono zake akakumbusha Mungu, kumbuka nimetembea nikiwa mtakatifu, nimetembea nikiwa mwaminifu. Ulinituma nifanye hivi, nimeleta watu wako kwa Mungu, nimeombea watu, wameokoka, wamegeuka, wamegeuza mawazo zao za kuabudu mifano ya misanamu ama miungu zingine. Hallelujah. And verses number 4 inasema namna gani? Before Isaiah had left the middle of court, kabla mwenye kuleta habari hii hadithi, mwenye kuleta maneno ya kwamba ujipange utakufa, kabla hajatokea katika in the middle of the court, Biblia inasema the word of the Lord came to him. Ikasema namna gani? Go back and tell Hezekiah, enenda, kwa sababu yule mtumishi wangu Hezekiah amenikumbusha yale mazuri ametenda, how he has walked faithfully before God. Brethren, ni nini ambaye unaweza kumbusha Mungu litenda? Ni nini ambaye unaweza simamisha mbele za Bwana ili akutoe katika jangwa ambao unapitia? Hezekiah alikumbusha Mungu, alimwambia Jehova, remember how faithfully I walked before you. Vile nilivyotembea vyema na nikiwa mwaminifu mbele zako. Naye Mungu akatuma yule tu ambaye alitumwa amwambie siku zake zimefika mwisho, ajiandae. Hallelujah. Ninataka kusema namna gani? Ripoti ya daktari sio ripoti ya Mungu. Inaweza kuwa ni ripoti ya Isaya. Inaweza kuwa daktari tunamwamini kwa sababu ni kama nabii, lakini ripoti yake sio ripoti ya Mungu. There is another report behind you that saying you shall live. That saying hii shida ambayo unapitia lazima utachomoka ndani yake, kwa sababu God is on your side. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ninaona wakati mwingine pengine Hezekiah alipoambiwa hivyo, alipojua hata kufa, na alisikia Isaya pengine kwa sababu ilikuwa katika hekalu, na pengine alimwambia mbele za watu za umati ya kwamba wewe mfalme Hezekiah jiandae, unaenda kufa. Lakini alipogeukia ukuta akasikia sauti ya Mungu ikimwambia hata kufa, atamuongeza miaka 15. Hezekiah alianza kusifu Bwana, alianza kusema hakuna Mungu kama wewe. Hallelujah. Pengine watu walianza kuuliza, huyu jamaa anayesema hivi anajua anaenda kufa, lakini hawajui kuna sauti alisikia, kuna kazi amefanyia Mungu, na kazi ya Mungu ina malipo. There is no hakuna waste ya kazi ya Mungu. Hallelujah. Yani haitapotelea chini. Gutire kindu na kimwe gikorera thi. Whatever that you planted, you have to reap. May the Lord help us today to sow ama kupanda mbegu ambayo inastahili. Praise the name of the Lord. Hezekiah was hoping for a positive word from the prophet Isaiah. Lakini Isaiah alimwambia mambo mengine. Unaweza kuwa unayetembelea daktari.
unaenda unafikiria daktari atakwambia mambo mazuri, lakini ile ripoti anakupea inakuwa ni kama Hezekia. Ninatangaza ya kwamba kila negative report yako ambayo ulisemewa na daktari, ambayo ulinenewa na wale pahali ulitoka, ninaigeuza. Nina mamlaka na nguvu za kugeuza hayo report. Ninasema ya kwamba utaishi katika jina la Yesu. As the Lord God is on your side. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Let me tell you brethren, unajua wakati Elijah alipoambiwa na Mungu, alipofika pahali baada ya miujiza mikubwa iliyotendeka ya kumaliza manabii wa uongo, manabii zaidi ya 750, amen, 400 of Asherah and 450, wote 750. Baadaye akatishwa na Jezebeli, amen, akaambia ya kwamba hiyo kichwa yako ikilala juu ya your neck today, utajua mimi sio Jezebeli. Bwana asifiwe sana. Haijalishi ni nani ametisha wewe, haijalishi ni nani amekuendea kwa uganga, ni nani amepeleka picha yako, lakini nasema kama Elijah vile alivyotembea akakimbia kwa Mungu, alipofika pahali akasema ya kwamba Mungu, nataka unimalize. Hallelujah. May the Lord bless you. Lakini Mungu akamwambia, alipisha mlango akasema, alimwambia ya kwamba amuka ulie, kwa sababu ninataka kutabiria wewe. Safari yako ni ndefu, safari yako ni ndefu, lakini sikia sauti ya Bwana. Wewe simama vyema, kwa sababu unaposimama vyema, neno inasema Elijah aliambiwa, nenda katika the valley of Jabok, pale nitatuma the eagle ile kuletea nini, nyama na nini na mkate, na pale katika Jabok tapata maji. Kama hangeenda pale, ile taa ingepeleka nyama pale bado. Hallelujah. The reason we connect ourselves with the altar, because God, tulisoma katika Exodus 20:24, Mungu anapokuja kutazama the altar, anabariki wale waliomo pale. So do not be a wanderer. Kuwa simama pahali pamoja. Hallelujah. Let me tell you something. In Exodus 14 and verses number 5, Biblia inasema ya kwamba wakati wana wa Israeli walipotoka Misri, walikubalishwa na Farao na wazee wale wa Farao. Lakini mstari wa 5 nasema, when the king of Egypt was told that the people had fled, alipoambia watu wameenda, Pharaoh and his officials changed their minds about them and said, what have you done? We have let the Israelites go and have lost their service. Ninataka kusema ya kwamba pahali ulikuwa zamani, I disconnect you from those altar, and I connect you from this altar, ili baraka zako zinapokuja kuletwa hapa zitakufikia hapa. Praise the name of the Lord. Let me tell you something. Unajua, utakapofikiria kurudi nyuma, the Bible says in Numbers chapter number, I think 14 verses 3, verses 4. Can we check verses 4? Biblia inasema, and they say to each other, we should choose a leader and go back to Egypt. Hallelujah. Kurudi Misri. Misri ni pahali ambapo ulitumiwa vibaya. Do you get this one, brethren? Misri ni pahali ambapo ulitumika vibaya. Misri ni pahali ambapo ulinenewa maovu. Misri ni pahali ambapo Mungu hasikii kwa sababu kumekauka, kwa sababu ile altar imenajisiwa. This altar has not been dedicated before God. It speaks righteousness. It speaks deliverance. It speaks healing na salvation. Tumeona watu wakipona katika this altar. Kwa hivyo ni an altar that speaks life.
Praise the name of the Lord. Verses 37 ya hiyo chapter 14 inasema namna gani? Verses 37. For these men responsible for spreading the bad report about the land were struck down and died of a plague before the Lord. Unapotaka kurudi nyuma, amen. Wana wa Israeli walitolewa Misri na mambo ambayo ilikuwa mazuri sana, miujiza na mkono wa Bwana, amen, haleluya. Ikafika pahali wakasema ya kwamba tutafute kiongozi wa kuturudisha Misri. Misri ni pahali ambao ulitoka wakati ulipokuwa duniani, wakati haukuwa umeokoka, haleluya, wakati haukuwa unajuana na Kristo, hapo ulikuwa ni Misri yako. Wakati ulipookoka, neno inasema ya kwamba unapookoka, mapepo ambayo inahuwa ndani yako inatoka inaenda katika arid areas, amen. I think this is Matthew 12 verse 43. Inaenda kwa jangwani. Pale jangwani inakaa pale wandering, and when it is there, when the evil spirit comes out of a man, it goes through an arid place, seeking less and does not find it. Then it is said, I'll return to the house I left. Nitarudi ile nyumba nilikuwako mbele. And inapofika inakuta ile nyumba haijakuwa occupied, amen. Inakuwa inaenda inaleta zingine. Neno inasema katika 45 inaleta zingine 7, amen. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself. Kwa hivyo kurudi Misri tutashoka, haleluya. Haturudi Misri, haturudi Misri. Mapepo ya Misri hatuirudi katika jina la Yesu. Weka kitabu yako chini ya mka sasa na kutangaza, God is on your side. And when God is on your side, kama Mungu yuko upande wako, hautarudi Misri tena. Ukirudi Misri, Biblia inasema mapepo inarudi inaungana pamoja 7 mara 7. Unakuta ya kwamba wakati ulikuwa jaokoka, ulikuwa tuna kashida kidogo ya kudanganya kidogo. Sasa umeongezeo ya usherati, umeongezeo ya wizi, umeongezeo every powers of darkness. Lakini sisi hatutarudi tena katika jina la Yesu. Na dipoza neno inasema, hebu sikia hii kwanza, katika Wakorintho wa kwanza 4:15 inasema there can be 10,000 guardians. Yani there can be 10,000 instructors, but there can be many fathers. When you come to us here, I become a father to you, and I shall cover you with the anointing of this altar. Katika jina la Yesu. The Bible says even though you have 10,000 guardians in Christ, you do not have many fathers. Hauna mababa wengi. When you join us here, I become your father, and I am a faithful father, a father who has a heart of the children. And I believe my feathers are big, they can cover you, and I am a faithful father. Mimi sio mchinjaji, ni mchungaji. Praise the name of the Lord. Inua mikono yako juu, ambia Bwana you are in the right place. Ambia Bwana you are in the right place, na mapepo yasikie ya kwanza wewe uko katika pahali pazuri, pahali ambapo kuna Baba wa kiroho, kuna Roho Mtakatifu ananena mazuri, na kuna Mungu ambaye yuko upande wako katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, I myself Karaboria Rekatamaganda, cover all these people, my Father, of your servant, to cover thy people, to cover us, oh God, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu, in the name of Jesus. Oh Jesus, my God, my God. Jesus. Pasa sauti, ambia, tell the surrounding that you are here
to serve the Lord. Mama alisema ya kwamba sisi hatutaki washirika, tunataka wafanyikazi. You are here to work for the Lord. You are here as a worker of the kingdom of God. You are here to serve the kingdom of God. Oh Lord, kwa sababu Jesus. Oh Jesus. Jesus, I worship your name, O God. In the name of Jesus. Bwana mtakatifu, waliyekuwa chini, waliyekuwa wameangamizwa na mambo ya dunia, walikuwa wameenda chini katika mambo ya kiroho, Baba wainue. Ninatazama Bwana mtakatifu, mwamsho mpya, moto mpya, a new anointing iwe juu ya maisha yao katika jina la Yesu. Na waachilia nguvu za Roho Mtakatifu ili Bwana wa rehema zitamaraki, tamaraki mfalme wa ajabu. Raise your people, raise your people, raise them now in the name of Jesus. Oh God, I command every spirit that works against the Spirit of God in this chapel to cease and go in the name of Jesus. And I command the presence of the Holy Ghost to work upon this area in the name of Jesus. The air we are breathing now, breathe the anointed air, breathe the anointed air in the name of Jesus. Urejesho, kama ulikuwa umeenda chini kiroho, sasa chukua maamusho mpya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na achilia God, I release the anointing of God upon the people of God in the name of Jesus. Receive your portion, receive your portion, receive your portion in the name of Jesus. Katika jina la Yesu, pokeeni nguvu jipya, pokeeni nguvu jipya in the name of Jesus. Kila Jezebeli anayekimbisha wewe, namtangazia sasa ajue kuna Mungu wa mbinguni ambaye anasema amuka ule na ukunywe, kwa sababu safari ni ndefu. Kuna watu wengi bado hawajaokoka, kuna watu wengi bado wako gizani, wanakuhitaji. Oh Bwana wa rehema, the anointing of Elijah, I release it in the name of Jesus. Receive that anointing in the name of Jesus, katika jina la Yesu. Kama ni mambo yako inaelekea kwenda chini, biashara inaanguka, imeingilio na wapinzani, natangaza siku ya leo katika jina la Yesu, Mungu ingilia kati. Jehova, Jehova ingilia kati. Ninakataa kumalizika kwa biashara za watu ambao ni wa Mungu, watu ambao wamepanda katika madhabahu haya. Ninakataa, natangaza ya kwamba Jehova ajidhihirishe katika kazi yako, katika maisha yako, in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ninatangaza, may you progress, may you prosper, may you be exalted by the Most High God, in the mighty name of Jesus. Oh Jesus, Reterema Zerianda, Likantaya Rabazaya, in the name of Jesus. Makurianta Rabazaya, Jesus, hatutarudi nyuma tena. Tumeamua kama Joshua na jamii yake aliyesimama na kutangaza, mimi na jamii yangu hatutarudi nyuma, tutamtumikia Yehova. Sasa katika jina la Yesu, sisi na watu hawa hatutarudi nyuma, hatutarudi nyuma. Natangazia waliorudi nyuma warejeshwe, wainuliwe, wainuliwe
katika jina la Yesu. Natangaza siku ya leo ya kwamba aliyerudi nyuma kutoka saa hii, wherever you are, I decree and declare the anointing of the Holy Ghost upon your life in the name of Jesus. Receive double portion of the anointing of Elijah in the name of Jesus Christ. Oh God, oh yes Lord.